Unajua bwana, mimi nikiwa kama rais wa heke wote Tanzania naipenda Yanga kuliko nafsi yangu. Na mimi kwa sababu ni mzalendo kwanza katika nchi hii. Kwanza niwapongeze jambo leo lifanya kwanza kuiombea timu ya taifa, kupiga futari mwisho siku timu ikaondoka kwenda kusaka tiketi ya kufuzu kombe la dunia. Na usimamizi wa chama mpira miguu duniani FIFA. Kwa hiyo kwenye uzalendo mimi ni namba 1. Unapomzungumzia Muhehe kwanza katika taifa hili, ni mpigania katika uhuru katika nchi hii, na ndio maana watu ukienda kwa Mama Samia pale utakuta picha ya babu yangu Adam Sapi Mkwawa kutoka Iringa na Mwendigunga. Kwa hiyo mimi nikiwa kama rais wa heke wote Tanzania, jambo alilofanya ni jambo la heri, ni jambo la kitaifa. Tuna hata mimi mwenyewe unavyoniona naiombea timu yangu ya taifa ifanye vizuri. Inapofanya vizuri timu ya taifa ndio tunapozidi kuipeperusha bendera ya nchi. Na tukija kwenye swala la rais mheshimiwa Karia, unajua unaweza kuzungumzia mazuri na mabaya yake. Unajua ukija kwenye utawala wa Karia kuna mazuri kayatenda, kuna mengine nayo ya kibinadamu ambao binadamu yoyote anaweza kukosea. Ukija kwenye utawala wa Karia nikivuta picha, kwanza huyu jamaa aka mzee wangu Karia, naweza nikasema kwenye swala la mpira miguu wa Tanzania, naweza nikasema katika madaraka yake kwanza alikuwa na nyota. Hilo ndo la kwanza. Unaweza watu wanaweza kujiuliza nyota kivipi? Nikivuta picha kwenye utawala wa Karia, nikiangalia kwenye msimamo wa ligi au ligi yetu ya Tanzania, kabla hajapokea kibiriti kwa hao walikuwa wanaongoza bodi ya ligi ama TFF, hatujawahi kufika mafanikio kama tuliofikia kwenye utawala wa Karia. Moja, ukiangalia kwenye timu ya taifa, kwanza kwenye ngazi ya vilabu kwanza, hakuna kitu ambacho ndo Tanzania tutakuwa tujivunie kwenye ngazi ya vilabu kama Yanga kwenye utawala wa Karia. Maana timu inaposafiri ipo chini ya Karia kwa sababu yeye ndo muhimili wa TFF. Hata kafa wanapokuja wanaijua TFF, wanafikia TFF, mambo mengine yanaendelea. Duniani kote kila nchi ina miundombinu na sheria zake ya kuongoza mpira miguu. Sio unaelewana sijui. Sio watu wananielewa sijui hapa. Watu wanalazima kuelewa. Kwa hiyo sasa ukiangalia sasa kwenye ngazi ya vilabu kwenye utawala wa Karia, ingawa hata klabu yetu ya Yanga ina mwenyekiti wake ambao ni Engineer Hersi, lakini tunaangalia kwenye utawala anayesimamia mpira wetu ambao ni chama kinachoongoza mpira wetu wa Tanzania, yani TFF. Naangalia Yanga aliingia finali kwenye kombe la shirikisho mpaka akavunja rekodi, tukaingia finali mtu kachapika kwake pale. Sijui unaelewana, tumepigwa tukampiga kwake. Mtu anakabizwa kombe analia, tukaacha story tukarudi na medali, tuliporudi tukakaribishwa na Mama Samia kwenda kutupongeza kwa kazi iliyofanywa. Maana tangia ligi yetu ya Tanzania ipate uhuru, tangia jeshi linavaa kaptura, kuna timu ambayo ishawahi kurudi na medali ya kafu. Kuja wapi? Hapa Tanzania. Ni Yanga peke yake. Sijui unaelewana, wao utawala wa nani wa Karia. Ukija kwenye ngazi za vilabu kuingiza hatua ya timu 4, tumevunja rekodi juzi hapa. Ilikuwa 2023. Ndio watu wanielewe, 2023 hapa. Ukiangalia ufalme uliokuwa nao Mwarabu hajaingiza timu 4, ni Tanzania peke yake. Tumeingiza Yanga, tumeingiza Simba, tumeingiza Azamu, tumeingiza mwingine alikuwa nani? Alikuwa na Mungu sijui. Alikuwa na Mungu, timu 4. Mwarabu na ubabe wake na ubora wake wote kwetu sisi Tanzania kafuria. Wameingiza timu 2 Mwarabu na ubabe wake katika nchi, katika mashindano yote kaingiza timu hizi, lakini Tanzania tumeingiza timu 4. Kwa hiyo sisi wa Tanzania inatakiwa tujivunie kwamba huyu mwamba alikuwa ana nyota kimchezo. Sasa ukija kwenye sakata hili ambalo linaloendelea sasa hivi la biduka huku biduka kule, sisi kama Yanga hatuchezi kwa sababu sheria ziko wazi. Labda niwatajie sheria na vifungu vyake. Sheria iliyotungwa mwaka 1858 ibara 38 kifungu 4 wakatiweka pale. Inasema kwenye mchezo husika tarehe husika inatakiwa timu zifike muda mwafaka. Huyo asipofika, sheria ziko wazi. Huyo asofika anyang'anywe pointi 3, ape huyo alofika uwanjani. Sasa haiwezekani mtoto Kamuri limekimbia uwanjani. Mwisho siku sababu anazotupa za kuto kufika uwanjani, sababu anazotupa anasema ameshindwa kucheza kufanya mazoezi. Jamani, mtoto Kamuri kwenye ngao ya jamii, na wakumbushe mimi nikiwa kama rais wa heke wote Tanzania, jamani, kwenye finali iliyofanyika Benjamin Mkapa kwenye ngao ya jamii, mtoto Mudi akiwa ndo bingwa mtetezi, Yanga kufanya mazoezi, tumeenda Benjamin Mkapa na mtoto Mudi kafa pale. Sijui mtoto Mudi na uwanja Benjamin Mkapa ana ugeni nao. Juzi kata mtoka kucheza na Azam pale, jamani, ana ugeni nao jamani. Niwakumbusha kwenye mechi za kombe la shirikisho alikuwa na Mungo kipindi cha corona, amesafiri nje za nje, kasafiri kama
kama juzi kafika kama leo. Kafika leo kaingia uwanjani leo na uwanja ujui kakaribishwa na ving'ora uwanjani. Hajafanya mazoezi ndio maana yake kukanyaga uwanja na kacheza na matokeo kapata. Kwa mtoto wa Mudi asituletee sababu ambazo kama Tanzania ametupotezea kwanza fedha. Watu wamesafiri sisi Songea, wamesafiri Kenya, wamesafiri sisi Msumbiji, wamefika Benjamin Mkapa, lakini mechi inakuja kuahirisha sababu anazotupa zile. Weka na akamwambia amezuiliwa. Kwa hiyo unaleta sababu ambazo wala tunatumai ukiangalia sasa hivi wazee wamechachamaa. Na sio wazee tu, hata ni rais wote Tanzania nimechachamaa. Si dadi ya nini kaka? Tumwambie labda mwele nani rais wangu Karia. Asitake kupinda kama kona kuelekea Iringa. Pale Iringa unajua kabla hujaenda Iringa pale kuna sehemu moja kuna kona zinaitwa Mama Nyongera. Wanasemaga nani pale Kitonga. Kuna kona unaweza kusema gari ile inakuja huko kumbe ndio Iringa mjini hiyo. Sijui ile. Kwa hiyo asitake kupinda kama mlima wa Kitonga. Anyoshe kitu kilichokuwa lula. Sijui ile wana sijui. Ukiangalia bodi ya ligi wenyewe kwanza alijikanyaga. Sijui ile wana sijui. Mnamo tarehe 8 nikiwa pande za Majoe na watolea na mfano wa bodi ya ligi ni mnamo tarehe kwanza ile taarifa ilianza kuzushwa na watoto wa Mudi siku ile walisema walizuia mazoezi tarehe 7 ile. Usiku ule watoto wa Mudi wakasema tucheze hiyo mechi. Kesho atulete timu. Sijui ile wana. Watoto wa Mudi wakasema tangia usiku ule. Sasa ukivuta picha ile picha mtoto wa Mudi anaonekana yuko juu ya bodi ya ligi. Sio bwana, yani mtoto wa Mudi anaonekana ndio yuko juu ya bodi ya ligi. Kwa sababu ile mechi tarehe 8 kwa kama kisingizio, lakini mtoto wa Mudi aliweza kugoma tarehe 7. Sijui ndio wana akasema haleti timu na kwenda kuleta. Sasa mimi nikiwa pande za Majoe, hebu maliza na hilo. Pande za Majoe. Nikiwa pande za Majoe, mnamo saa 5 nimeiona barua ya bodi ya ligi kwamba mechi iko pale na kaka hangu Mnuto alitoa tamko na klipu zipo, alitamka wazi kabisa kwamba mechi iko pale na asioleta timu uwanjani atakayefika uwanjani apewe pointi 3. Huyo nani? Mnuto yuko kwenye bodi ya ligi. Kwa hiyo watu kwao wasituletee mazabe ambao wa Tanzania tuna akili zetu. Wasifananisha Tanzania hiyo na Tanzania hii ndio zama zile. Sasa hivi tupo na enzi za